Moja kati ya taarifa kubwa ni hii hapa ya Mwijaku pamoja na wanafunzi wawili wa chuo ambao wameweza kumshambulia mwanafunzi mwenzao ambaye alikuwa kwenye mahusiano na Mwijaku. Kwa mujibu wa video mbalimbali ambazo zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii, anaonekana mrembo ambaye anafahamika kwa jina la Mage ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha Ardhi. Kwa taarifa za awali ambazo tumeweza kuzipata, anashambuliwa na Mary kwa jina ambalo alikuwa analitamka pale na jinsi ambavyo alivyokuwa kimuomba msamaha, huku akiwa na mwenzie wawili. Sasa wamemfanyia vitendo vya udhalilishaji, wameweza kumkata nywele za kichwani, lakini pia wamempeleka bafuni kumuogesha maji ya moto, lakini pia wameweza kuondoa nguo ya chini, yani suruali, na kumfanyia vitendo vingi sana vya ukatili pamoja na kumpiga. Sasa jambo hili limeweza kupokelewa kwa namna kubwa kweli kutokana na unyanyasaji ambao umeweza kufanyika hapa, huku watu mbalimbali wakiwa na laani vikali kitendo hiki, ambapo chanzo kikubwa ikiwa ni wivu wa mapenzi, ambapo tunaambiwa kwamba Mwijaku alikuwa kwenye mahusiano na mabinti wote hawa wawili. Yani alikuwa na mahusiano na huyu Mary na akampangia kabisa chumba, kisha akawa pia kwenye mahusiano na huyu mwingine ambaye anafahamika kwa jina la Mage. Na baada ya hapa ndipo ambapo huyu Mary akaja kugundua kwamba rafiki yake ambaye ni huyu Mage anatembea na Mwijaku. Sasa kitendo hiki kikapelekea wao kuweza kupishana kauli. Sana Mage alikuwa anamuomba msamaha, lakini ndio hivyo, kwa sababu alikuwa amezidiwa nguvu na Mary alienda na wenzake, basi ndo ikatokea la kutokea. Sasa kutokana na haya hapa, Juma Lokole ameweza kuibuka na kuleta hii story na kusema kwamba ilifanyika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alishawahi kuandika hii story, lakini Mwijaku alimfuata na kumuomba kwamba aifute kwa sababu itamletea shida kwa mke wake. Tunafahamu Mwijaku ameoa na mke wake amekuwa kimposi sana. Sasa baada ya Juma Lokole kuweza kuzinasa hizi taarifa, aliweza kufatwa WhatsApp na Mwijaku, kisha akambembeleza sana kumwambia kwamba ifute, alafu niambie pia hii story nani kakupa. Sasa katika chat hapa Juma Lokole kaweza kuweka Mwijaku alivyomfuata Juma Lokole, alimwandikia kwamba ni stiri, waifu atamaindi hivi vitu vya muda mrefu, tafadhali mzee wangu, nipo ndani ya Ramadhani. Juma Lokole akamjibu Mwijaku kwamba sawa, usijali, wewe ni wangu. Na Mwijaku akaendelea tena kwamba asante ndugu yangu, nataka kujua nani kakurushia hiyo mzee wangu, namba yake nijue ni demu mwenyewe au babi, namba inaishia ngapi, umenichunia Juma sio mie wako ujue. Oho. Juma Lokole akamjibu Mwijaku kwamba achana nayo, ameshapita, mtoa taarifa atajui ndugu yangu, sema sasa wakiona nimekaushia wataipeleka kwa Mange, jiandae mapema. Ndio kitu ambacho Juma Lokole alichoweza kukiandika na kumjibu Mwijaku. Kisha huku kwenye caption akaja kuelezea kwamba hii taarifa yaliweza kuipokea mapema sana, na baada ya hapo kwa kuwa Juma Lokole anasema anaheshimiana sana na mke wa Mwijaku, akaamua kuipotezea kwa kuimezea. Kwa hiyo ndio ilikuwepo hivyo. Sasa Juma Lokole pia akasema kwamba hapa wakulaumiwa sio Mwijaku, wakulaumiwa ni hawa mabinti wenyewe, kwa kuwa wao ndo wamekosea na wamechanganya mambo. Na katika maneno yake Juma Lokole kaandika kwamba Mwijaku hajafanya kosa lolote, mizuzu ni hiyo midada, mnapigana kisa mume wa mtu. Mwijaku kosa hana kabisa hapo, mnashambuliana kwa kuwa jina lake limetajwa, mnamshambulia Mwijaku kwa kuwa jina lake limetajwa kwenye hiyo video. Hebu mwacheni mpambane na hao wanafunzi wasiojitambua. Sasa hili jambo limeenda mbali na waziri husika pia kaweza kupokea hii taarifa, na tayari mpaka muda huu tunavyozungumza tayari mambo yameshafika sehemu husika, ambapo waziri wa maendeleo ya jamii, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima ameshalaani vikali na kukemea na kutaka hatua za kisheria zifuate kutokana na kitendo hiki cha wasichana hawa ambao walishirikiana kumdhalilisha msichana mwingine kwa maneno na vipigo
na mambo mengine mabaya, huko akijirekodi video, ambapo wasichana hao wote ni wanafunzi wa vyuo vikuu kama nilivyoweza kukuambia hapo awali, na wengine tunaambiwa kwamba ni wanafunzi wa mwaka wa kwanza katika vyuo havijaweza kutajwa. Sasa katika taarifa rasmi ya Waziri Gwajima anasema kwamba usiku wa kuamkia leo Jumapili Pasaka tarehe 20 April 2024 nilipokea tags nyingi kupitia mitandao ya kijamii hasa Instagram, watu wakinitumia video kadhaa zinazoonyesha mabinti kadhaa wakishirikiana kumdhalilisha binti mwingine kwa maneno na vipigo na mambo mengine mabaya. Kwenye mazungumzo yao kama yanavyosikika, inaonekana ni ugomvi wa kumgombania mwanaume anayetajwa kwa jina moja la Mwijaku. Binafsi nimesikitishwa sana kusikia mabinti wasomi ambao wangetakiwa kujikita kwenye elimu na kuunganisha nguvu kupambana kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto, badala yake wanatumia nguvu zao na elimu zao kukatiliana, kudhalilishana na kujidhalilisha wao kwa wao. Nimewasiliana na manusura na kumuunganisha na huduma ya ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na huduma za dawati la kijinsia polisi, ambapo anapata msaada wa kisheria ili haki iweze kutendeka. Nawasiliana na wakuu wa vyuo husika kupitia madawati ya kijinsia kwenye vyuo husika ili hatua za kinidhamu zichukuliwe kupitia sheria na mwongozo wa vyuo husika dhidi ya waliofanya udhalilishaji huu. Nawasiliana na waziri mwenye dhamana ya elimu, sayansi na teknolojia pamoja na waziri wa mambo ya ndani kwa hatua zaidi. Wito kwa wananchi kwa ujumla, ikiwemo wanafunzi wa ngazi mbalimbali, tuache kumaliza migogoro kupitia utaratibu wa kudhalilisha wengine. Aidha, wanawake wenzangu wote, hima tulinde heshima na haiba yetu kwa kuungana kutokomeza ukatili wa kijinsia na kwa watoto, huku sisi wenyewe tukijitenga na hatua za kukatili au kudhalilisha watu wengine. Ndo taarifa rasmi kutokana na hili sakata ambalo linaendelea. Sasa watu mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii tayari mambo yamepamba kweli kweli, majina utani yameshaanza. Watu wanalaani vikali, wengine wakiwa wanatumia maneno makali kabisa kwenda kwa Mary, huko akipatiwa pia majina mengine ambayo si mazuri, lakini pia wengine sasa hasa wale ambao Mwijaku alikuwa akiwacharura akiwa anawaongelea mastaa mbalimbali kama vile Haji Manara, Baba Levo na wengineo, wameanza sasa kumtania Mwijaku kutokana na hili ambalo amelifanya, kwa sababu kuna picha ambayo Mwijaku alikuwa ametengeneza kwamba yeye ni mtu fulani hivi safi sana, mtu ambaye hana matatizo, na mara nyingi sana amekuwa pia hata kimsema Diamond kwa kumuita Mwambino na hata kumsema kwenye mambo kama haya, kumbe na mwenyewe pia yumo. Sasa ni mengi ambayo yanaendelea, lakini kubwa ambalo nakuahidi hapa ndo sehemu pekee ambapo utafahamu yote ambayo yana trend. Subscribe, usiondoke bila kuacha maoni yako hapo chini.